Lakini pia mheshimiwa, tumelipokea, tutarudi tena kwa mara nyingine, tutakuja kufanya pia special activity kwa eneo hili tu kwa kutumia vipimo vya quality of service bila kuangalia maeneo mengine yote mheshimiwa. Hivi vipimo tuna vipimo vya aina mbili, kwa hiyo nitaagiza vipimo vingine vya indoor na outdoor. Kuna gari ambayo nazunguka ni outdoor, lakini tutakuwa na vipimo vingine vya indoor. Mimi naomba unipe mwezi mmoja. Kwa ajili kuna vifaa vingine tutavileta kutoka Dar es Salaam. Yaani mwezi mmoja ni ripoti kamili. Maana yake kufanya, kuchakata, kuwasiliana na watoa huduma kama kuna enforcement measures, kuwapa maelekezo yote tukubaliana. Maana tukifanya vipimo pia tunaalika watoa huduma, mnajadiliana kwamba hapa sisi tumeona hivi. Hebu na nyinyi angalie mnaonaje. Kwa mnakubaliana na zile terms and conditions za kuweza kurekebisha mashine. Ni kweli. Na hiyo taarifa kama mkoa tunayo. Kilichotokea ni kwamba baada ya kuboresha mifumo yao, matumizi yao yakaongezeka. Sasa kifurushi walichokuwa wamechukua au kasi ambayo walikuwa wamenunua mwanzo haitoshi. Kwa hiyo wakajikuta matumizi yao ni makubwa kuliko kifurushi walicho subscribe. Sasa kwa sababu TRA ni mteja wa TTCL kama corporate customer kwa maana ya TRA makao makuu. Kwa hiyo watumishi hapa wakipata changamoto wanaziwasilisha TRA makao makuu, alafu TRA makao makuu ndio wanawasiliana na TTCL kuona namna ya kuboresha mifumo au kuongeza kasi ili iendane na matumizi yao ya sasa. Sasa ni bahati mbaya tu kwamba hatujapata maelekezo kutoka makao makuu kwa ajili ya kuboresha kifurushi hicho. Lakini ingekuwa iko ndani ya uwezo wetu kama mkoa, kama angekuwa ni mteja wa mkoa moja kwa moja, tungeweza kumshauri na kuboresha hicho kifurushi. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba nilichukue sasa, ili badala tu ya kutokea kwa mteja sasa litokee kwangu kama mkoa kupeleka malalamiko TTCL makao makuu kwamba mteja wangu anapata changamoto, ili aweze kushauriwa kuongeza kifurushi kiendane na matumizi yake ya sasa. Tayari nimewaagiza kuhakikisha ndani ya mwezi mmoja waje waboreshe kifurushi ambacho wamewapatia TRA katika hii boda ya Kasumulu, wanakiboresha. Pamoja kwamba na mifumo hiyo ya TRA, nimewaagiza watu wa TRA wahakikishe wanatoa ushirikiano, waweze kufikia makubaliano na TTCL mkoa wa Mbeya ili hiki kituo cha Kasumulu kije kiweza kufanywa maboresho. Ni maboresho tu madogo ambayo huenda ni mtu mmoja tu anasababisha hii tatizo likae hapa kwa muda mrefu, na mwisho wa siku lawama inarudi kwa serikali ya Dr. Samia ambayo tayari imeshafanya kazi kubwa sana. Lakini kwa kupitia ziara hii ninaona kwamba wananchi wote wa Kasumulu na boda hii ya kuelekea Malawi watakwenda kunufaika, na sasa hata wakija hapa kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu hawatakaa tena, kwa sababu spidi ya internet ikiwa nzuri, kila mmoja atapata huduma kwa wakati na kuondoka na kwenda kuendelea na shughuli zake nyingine.